Mchezo umemalizika, alama 3 za jasho na damu kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Dakika za jioni kabisa kama walivyofanya pale katika dimba la Lake Tanganyika. Dese Mukwala anafunga bao. Wekundu wa Msimbazi Simba wanatoka na bao 1-0 leo. Leonel Ateba Mbida dakika ya 100 na dakika zake Leonel Ateba yule anafunga mkwaju wa penalty wa pili katika mchezo wa leo. Na kuhakikishia wekundu wa Msimbazi Simba alama 3. Kwa ufundi, kwa jicho la ufundi, namna ambavyo umeutazama Yusuf, ulikuwa mchezo wa namna gani? Ni mchezo ambao ulikuwa wa kiufundi kwa sababu kumekuwa na ugumu baina ya Simba na Mashujaa pale ambapo wanakutana. Tazama hata mchezo wa kwanza namna ambavyo ulikuwa. Ni kwa nini? Kwa sababu kitu ambacho Mashujaa wanacho kwanza ni nidhamu ya kiuchezaji ambao wako nayo, lakini pia utayari wa wachezaji kwenye namna ambavyo wanaweza kawa wanapishana na timu kubwa. Lakini unaweza ukawa unajiuliza swali, why akikutana na Simba ama na hizo timu kubwa kuna namna ambavyo anabadilika, lakini akikutana na timu za madaraja kufanana inakuwa ni tofauti. Of course imekuwa hivyo, timu hizi za madaraja ya kati tunapokutana na hizi timu kubwa kuna namna ambavyo zinajaribu kujitutumua ama kujionyesha kwamba pia wao wana wachezaji bora. Mchezo wa kwanza Simba anapata bao 1 kwa mbinde, lakini pia mchezo wa leo namna ambavyo Mashujaa waliingia kuna namna ambavyo pia ulikuwa unaona ugumu kulingana na ile mechi ambayo imepita. Nilichokipenda ni nidhamu ambayo waliingia nayo, waliwaheshimu Simba, lakini walichokifanya ni kujaribu kupunguza baadhi ya makosa kipindi cha kwanza na wakahakikisha wanapata nafasi na kuitumia. Wakawa wametangulia bao 1, kitu ambacho tayari kinakwenda kumfikirisha Faldo Davis, niko nyuma kwa bao 1 wakati ambao nitahitaji kusawazisha, ndio wakati ambao mwenzangu ama timu pinzani inawaza kuzuia, lakini pia inawaza kwenda kushambulia. Tazama kipindi cha pili, muda mwingi Mashujaa amekuja kwa kutaka kuzuia. Na Faldo Davis aina kikosi ambacho ameanza nacho kilikuwa kinaakisi kwamba kuna namna ambavyo anahitaji kupunguza majeraha kulingana na ratiba ambayo amekuwa nayo. Sababu nafikiri kwenye mechi ngumu za Simba, ukiacha Simba na Yanga, mechi ya Mashujaa na Jekabu, anakosekana Fabrice Ngoma ambaye amekuwa na uwezo mkubwa sana wa kupiga zile pasi za mwisho kwenda kwenye maeneo sahihi, lakini anaanza Debora Fernandez Mavambo, kitu ambacho yeye hana na Debora of course ni mchezaji mzuri, lakini kwenye namna ambayo unataka kufaidisha kwenye namna ya kupiga pasi ni kitu ambacho anakikosa kwa asilimia kubwa. Lakini anakosekana Jean Chazawa, mmoja kati ya wachezaji ambao of course akiwa uwanjani utamuona namna ambavyo ananyumbulika, lakini mmoja kati ya wachezaji ambao anahukumu zaidi makosa ya timu pinzani anakosekana. Analazimika kuanza Aweso Ali Aweso, mmoja kati ya wachezaji pia ambao wamekuwa wapate nafasi. Kwa hiyo ulihitaji ili Simba kuyashinda baadhi ya matukio ndani ya uwanja, ulihitaji zaidi wakimbie, kwa sababu baadhi ya wachezaji ambao wameanza walikuwa ni wale wachezaji ambao wana madaraja ya kufanana na baadhi ya wachezaji wa Mashujaa, lakini kama wanazidiana ni kidogo sana, kwa sababu kwa mfano mchezaji kama Aweso of course yuko Simba na amekuwa na kiwango kizuri kabla hajaja Simba, lakini kwa namna ambavyo anacheza anahitaji zaidi kuongeza zile jitihada za namna ambavyo anacheza kama namba 10. Nakuja kwa wachezaji kama kina Duchu, ni wachezaji ambao unaweza ukawa unawalinganisha na baadhi ya wachezaji kutoka Mashujaa. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri approach ya mwalimu ilikuwa ni nzuri, lakini alichokwenda kukutana nacho uwanjani kikawa ni surprise kwa upande wake. Kwa nini? Kwa sababu anaamini zaidi akiwa uwanja nyumbani huwa anafanya rotation na bado anapata matokeo. Lakini mechi ya leo Mashujaa walikuja wakiwa wamejiandaa kupata matokeo, na ndio maana walikuwa na nidhamu ya kiuchezaji, lakini tazama namna ambavyo walikuwa na uwezo mzuri wa kuwazuia Simba. Kwa hiyo utapongeza ubora wa Mashujaa kuanzia kipindi cha kwanza, lakini upongeze pia mbinu za mwalimu wa Mashujaa, namna ambavyo waliwasoma Simba akiwa anajua kwa mechi ambayo ametoka kuicheza kimataifa inawezekana kuna baadhi ya wachezaji ama sura za wachezaji zisionekane, na kweli imekuwa hivyo, lakini all in all Simba anapata matokeo. Kwa hiyo ni kitu ambacho Simba alikuwa anakihitaji kwa matokeo leo, kwa sababu yanakwenda kupunguza gap baina ya yeye na mpinzani wake, na kama angepoteza basi kuna namna ambavyo alikuwa anapunguza, kwa maana anajiweka mbali sasa na namna ambavyo anausaka ubingwa. Yes, kukosekana kwa Jean Chazawa ndani kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kumepunguza kitu gani siku ya leo hiyo? Kwanza kimepunguza ufanisi, lakini mbali na hapo tazama wachezaji wengi ni kama wanaonyesha kweli ile hali ya kuchoka, kwa sababu tazama mchezaji kama Elim Panzu si yule ambaye amekuwa akicheza kwenye michuano ya kimataifa na mechi ambazo zimepita, kwa sababu tumekuwa tukimzoea ni mmoja kati ya wachezaji ambao
atakupa kashikashi kweli kweli subaki wa timu pinzani, atajaribu kupenya kwenye misitu ambako unaona haiwezekani, lakini ana uwezo wa kufanya hivyo. Atakupa uwepo wake ndani ya uwanja, akiwemo ndani ya uwanja. Lakini Jean Charles Ahoua amekuwa na ufanisi mkubwa namna ambavyo anaweza akawa anainufaisha timu kwenye namna ya kupata matokeo, kwa maana inawezekana zikatokea foul na bado amekuwa chaguo la kwanza kwenye hiyo mipira, na tumeona namna ambavyo amekuwa na impact kwenye hiyo mipira. Lakini mbali na hapo, uwezo wake wa kupiga labda mipira ya penalty, amekuwa na huo uwezo, japokuwa hata ambaye amepiga penalty za leo alikuwa na kiwango kizuri. Lakini Jean Charles Ahoua ni moja kati ya wachezaji ambao watakupa faida ya kutengeneza nafasi, watakupa faida ya kufunga, watakupa utulivu kwenye ile eneo la timu pinzani kuliko yule ambaye ameanza kwenye mechi leo. Mashujaa kipindi cha pili walifeli wapi na kuwaruhusu wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kurudi mchezoni kupata bao la kusawazisha na hatimaye dakika za mwisho kabisa wakapata bao la ushindi? Kwanza ni namna ambavyo amecheza kipindi cha pili. Kipindi cha pili approach aliyokuja nayo alihitaji zaidi muda mwingi kuzuia, kitu ambacho kiliwakaribisha Simba kwenye eneo la sasa la timu pinzani. Lakini mbali na hapo, Simba imeenda kuongeza wale wachezaji wake ambao wamekuwa ni muhimu. Maana yake ulikuwa unategemea mikimbio itakuwa ni mingi kuelekea kwa timu pinzani, lakini pressure itakuwa ni kubwa kwenye namna ambavyo anaweza ukawa na hukumu mipira ndani ya uwanja, lakini namna ambavyo anaweza akawa na kuonyesha wewe bado ni timu ndogo mbele ya Simba. Kuna wachezaji ambao Simba ameingia kipindi cha pili na unaona hata kosi zikazi zinapigwa na Mohamed Hussein mara kadhaa. Shomari Kapombe akawa na overlap kwenda eneo la juu kiasi ambacho kimekwenda kupelekea, lakini kumetokea baadhi ya matukio ambayo yamekuwa na sintofahamu, lakini kwa namna ambavyo mimi nimeona, kwangu mimi nafikiri itazungumzwa kwa sababu ni Simba ambaye ameshinda. Lakini ukitazama kwenye namna ambavyo Simba amecheza na aina matukio ambavyo alikuwa, of course hakuna penalty ambayo labda Simba kudeserve kuipata, kwa sababu kuja kwenye penalty ya kwanza mtu ameushika mpira ndani ya box, sio kuja kwenye penalty ya pili ningeshangaa refari kuhukumu kuwa ni faulu halafu isiwe penalty, kwa sababu tayari Shomari Kapombe ameshachezewa kwenye ndani ya box. Kwa hiyo ulikuwa unategemea kwa maamuzi yale ingekuwa ni penalty. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Linesman ni mdada yule alimsaidia. Yes, na alimsaidia refari ambaye alikuwa anaongoza mechi, kwa sababu ni kama hakuwa ameliona tukio sawa sawa, lakini refari namba 2 akaweza kumsaidia na imekuwa sahihi kama ambavyo ilipaswa kuwa. Kwa hiyo tumi nadhani watu wanazungumza kwa sababu Simba ameshinda, sio? Lakini watu watazungumza kwa sababu zimetokea kwa upande wa pili. Sifikiri kama zingekuwa zimetokea kwa upande wa Simba yangekuwa yanazungumzwa haya. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri hakuna ambacho ni kipi ambacho nimekiona, na refari alikuwa sahihi kwa asilimia kubwa na Simba ameshinda, anaendelea kupunguza gap. Mchezo unaofuata ni dhidi ya wababe wa vigogo JKT Tanzania ambao wamekuwa na mara nyingi ya mchezo mzuri sana wanapocheza na timu kubwa. Kwa namna ambavyo tumeiona Simba leo, kipi haswa wanapaswa kuboresha kuelekea mchezo huo ili kuweza kuendeleza kuweka hai matumaini yake ya kutafuta ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara dhidi mbele ya mtani wake Young Africans ambaye naye si haba? Nafikiri tumefanya interview moja kabla ya leo, nikakwambia kitu ambacho Simba na kikosa ni machaguo ya wale wachezaji ambao wamekuwa wakianza. Mfano kama leo nakosekana Jean Charles Ahoua, anaingia Aweso, ukuu unaona katika zile asilimia ambazo Jean Charles Ahoua amekuwa akizitoa, Aweso amefanikiwa kuzifikia hata nusu. Imekuwa ni ngumu sana kuja kwenye eneo la Shomari Kapombe ambako amecheza Duchu Kameta, lakini akacheza Valentino Naoma, of course amekuwa na kiwango kizuri, lakini bado huwezi ukamweka kwenye ile quality ya wachezaji wawili. Kwa hiyo kwa Simba hivi sasa anapaswa, namna ambavyo namtazama, kitu ambacho anapaswa ukifanya ni kucheza kiume. Namna gani ambavyo wanaume wanacheza? Kwanza cheza kwa malengo, yanasema objective football. Tunarudi kwa Robertinho sasa huko, alama 3 muhimu. Yes, alama 3 muhimu. Of course kwa aina wachezaji ambao Simba nao ni wachezaji ambao wamekuwa na muendelezo wa kiwango kizuri katika wale wanaoanza kwenye kikosi cha kwanza. Sasa namna gani ambavyo wanaziendeza mechi? Naamini katika mechi ambazo zilikuwa ngumu kwenye ile ratiba ya Simba ama zilizobaki binafsi ni mechi ilikuwa Mashujaa, mechi ya JKT Tanzania na mechi ya kimataifa ya finali. Hizo zingine kama atafanikiwa kuzishinda hizo zingine naona kabisa ni kitonga. Yaani kwamba hapo unavyozungumza hivyo hata mechi na mtani wake kama itapangiwa tarehe, sio kama itapangiwa, lazima ipangiwe. Kwa sababu si umeona bado kwa mechi ngumu kama hizi mbili ambazo uniulize hilo swali, uniulize.
Mbona kama unataka kuniuliza, yani unataka nizungumzie? Tunazungumzia ya leo ya ligi kuu, tutakuja huko Yusuf. Okay. Kwa hiyo tumi nafikiri kwa namna ambavyo Simba anacheza. Na kitu ambacho nakipenda kwa Simba, anajua kucheza na muktadha. Kwa nini na muktadha? Kwenye mechi kubwa anacheza kikubwa, kwenye mechi za ndogo anacheza kiudogo. Yaani bado anacheza kucheza kwenye udogo lakini bado akashinda. Mechi ya leo tazama namna ambavyo amecheza. Of course ameanzia kwenye tempo hali ya chini lakini baadaye akaona ile akaonyesha yale makali ambayo amekuwa nayo naishinda mechi. Kama ambavyo nimesema, kama atafanikiwa kushinda mechi ya JKT Tanzania na mechi inayofuata ya kombe la shirikisho finali dhidi ya Berkane, sioni kama kuna mechi ngumu nyingine. Yaani ndio sasa tunakuja hapo. Kesi imetoka kule CAS kwamba bana mlichokileta hicho sisi hatuna maamuzi nacho. Hatuwezi kuingilia mamlaka zinazohusika na mpira. Kwa hiyo hiki mlichokileta weka pembeni, tuangalie mambo mengine. Dabi imepangiwa tarehe. Haitakuwa mechi ngumu kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Kwangu mimi nafikiri linapokuja swala la dabi, kuna namna kila mmoja ambavyo anajiandaa. Na kwa ubora ambao Simba amekuwa nao, tazama, msimu tu unaanza, kuna wachezaji narudia hili kwa sababu liko wazi. Wachezaji wamecheza naona kwa jicho la kiufundi. Wamecheza karibia misimu mitatu wakiwa pamoja. Simba pre-season ya kwanza kuja kwenye mechi ya dabi akafungwa kwa bao moja. Na Simba sifikiri kama msimu wako radhi. Ufikiri kama wako radhi, sioni kama wako tayari kuendelea kufungwa na Young Africans. Wako tayari ubingwa Yanga achukue, lakini sio kufungwa na Young Africans. Yaani finali ya pili baada ya kombe la shirikisho itakuwa ni mechi dhidi ya Young Africans. Ndicho ambacho nakiona. Kwa nini? Kwa sababu Simba alikuwa anakosa wachezaji bora. Alikuwa anakosa wachezaji ambao wanaweza kuiamua mechi. Alikuwa anakosa wachezaji ambao ni waaminifu, anacheza kwa kujitoa. Na ndio maana aliweza kupoteza kwenye mechi kadhaa. Rudi kwenye mechi ya dabi, na ndio maana wachezaji wengi sana waliondoshwa na wengine hadi leo wamekuwa wapati nafasi. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwa wanacheza kama wachezaji waaminifu ndani ya klabu ambao wanaitumikia. Kumekuwa na mambo mengi sana, lakini kitu ambacho nimekipenda zaidi kaja kuthibitisha mwekezaji wa zamani wa klabu ya Simba Azim Dewji kwamba katika zile tofauti ambazo zimekuepo ama usaliti, maana yake hapo ukizungumza hivyo na maanisha kuna vitu havikuwa sawa, tumeshavimaliza. Na ndio maana sasa hivi Simba namna ambavyo anacheza, wako watu wanazungumza tu nje, lakini pesha ambao wanaipata kutoka na kiwango ama ushindi ambao Simba amekuwa akiupata. Kwa sababu kitu ambacho nakiona kwenye hii kesi, niliwahi kuposti na watu wakatukana. Of course nimeshazoea kutukana hivi sasa. Umekuwa sasa hivi. Nimekomaa kifikra mzee. Nimekomaa vibaya mno. Niliwahi kuposti nikasemaje? Simba imekuwa na wanasheria bora sana. Natoka nianze kufuatilia mpira, sijai kuona kesi ambayo Simba anajihusisha na Young Africans alafu Yanga akaishinda. Kwa nini? Kwa sababu Simba wanasheria ambao wanasheria wasomi ambao wakati wanafundishwa na walimu hawakuwa wanachati. Unajua kuna vitu ambavyo mwalimu anafundisha na kuna vifanya vinakutoa nje ya mchezo. Simba ilikaa na watu, na kwa taarifa nilizonazo za ndani, huyu mwanasheria wa Simba yuko tayari kuanzia Jumatatu bana kwanza kutoa kozi ile ya wanasheria. Kwa wale ambao wanahitaji kujifunza wanakaribishwa, lakini nilizungumza kabla, sioni kama Yanga anaweza akaishinda hii kesi, kwa sababu kwanza namna ambavyo alichukua hii kesi, unajua alijiaminisha kuanzia ndani ya uongozi, tukaja kuiona nje ya mashabiki wakaamini kwamba wako sahihi kwa 100%, kwa maana wanapingana na watu ambao wanawasimamia, si pingana na mamlaka. Wanapingana na mamlaka, wakatukanwa baadhi ya viongozi, tukaona hatuna imani nao, na hadi kwenye mechi tunaona mabango bana, huyo mtu hatuna imani naye na atoke. Sasa imagine kesi imeenda imerudishwa. Aibu naona mimi. Au ombe radhi. Labda kama naweza nikawasaidia kuomba radhi. Wao sasa si walitoa maneno ambayo hayakuwa mazuri kwa viongozi kutokana na hili jambo. Yani, kesi yao ya msingi imetupiliwa mbali. Kwa namna yote sio waombe. Ndicho ambacho wanapaswa ukifanya kuanzia sasa hivi hadi pale ambapo ratiba itapangwa. Na hii wanapaswa tena kuitisha waandishi wa habari. Ile itakuwa ni aibu vibaya mno.
Unajua itakuwa ni aibu. Yaani waitishe waandishi wa habari kama walivyoita mwanzo. Waitishe waandishi wa habari sababu kitu ambacho wale wazee pia. Yeah, kitu ambacho sikukipenda hadi moja kati ya watu ambao nawaheshimu sana Engineer Said. Anaulizwa, niliona kuna interview moja kuna baadhi ya mashabiki wa Yanga, mechi zimebaki ngapi? Anasema 3. Maana yake hata yeye alikuwa kwenye lile kundi la wale wanaosupport kwamba TFF hawakuwa sahihi. Sasa unadhani hivi sasa wale Sikalia yupo kwenye wakati gani? Unajua bodi ya ligi iko kwenye wakati gani hivi sasa? Au ndio ile anocheka mwisho ndio ufurahi zaidi? Shida ndio hiyo, ukizungumza ukweli unaonekana huko lakini